Nilipata wazo la kuanzisha Wemfrebe Foundation kwa sababu ya maisha ya mzee wetu Simon Wemfrebe. Kwa wenyeji wa Mleba mtakuwa mashahidi, baada ya mzee wetu kuwa amestaafu majukumu yake, alirudi Mleba kuwa hakimu wa wilaya ya Mleba. Amedumu hapa kwa takriban miaka 12 na maisha yake amejitoa kwa watu. Kwa wanaomjua mzee wetu, alidedicate maisha yake katika kusaidia watu. Mimi nikiwa kijana mjukuu wake ambaye alinilea, ambao nilikuwa nikiishi naye, nilikuwa nikishuhudia idadi ya watu ambao alikuwa akiwasaidia mzee wetu. Pamoja kuwa ameshaondoka duniani, moja ya vitu ambavyo inabidi tuvienzi ni upendo wake kwa wanajamii wake, na jambo ambalo aliniambia kwamba siku moja na mimi nifate nyayo zake. Na hapa amesema kakaangu Teo kwamba ananiombea na mimi nifate moyo wa mzee Wemfrebe. Na kuahidi kaka yangu, kama ulivyosema, kutoa ni moyo. Mimi sio tajiri, sina lolote, lakini tunajua kwamba kutoa ni moyo, na mimi nitajitahidi nifate mienendo ya mzee wetu Simon Wemfrebe. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo tumeandaa shughuli ndogo sana ya kufungia mwaka. Lengo letu, tumealika watoto wenye uhitaji maalum 500 ili tuweze kula nao chakula cha mchana, tusherehekee nao maandalizi ya sikukuu za mwaka mpya, lakini kikubwa zaidi tuwaguse kwa mahitaji madogo. Hatuna kikubwa, lakini tumeandaa zawadi zao ndogo ndogo ambayo ni mahitaji yao ya shuleni, mahitaji yao ya nyumbani na mahitaji kwa ajili ya wazazi wao. Hii imewezeshwa na hai familia yangu ya Wemfrebe pamoja na marafiki zangu wote hao waliokaa hapa nyuma, kina mjomba Naziru, Dennis, Mheshimiwa Mwaji, Uncle JJ, Alfani, wote hawa wameshiriki, wamepigana kuhakikisha kwamba tunaandaa jambo kwa kugusa wananchi wenye uhitaji. Kwa hiyo nitumie fursa hii kukushukuru sana kuja kushiriki na sisi katika kurudisha kwenye jamii. Wamesema hapa, nasisitiza, kutoa ni moyo. Sisi kama familia tunaahidi kwamba tumeanza leo mwanzo, lakini haita stop, na kuahidi haitaisha. Tutahakikisha kila mwaka tunaigusa jamii ya Mleba nzima. Na kaka yangu Jawad amesema kwamba lazima tufikie na familia zenye uhitaji. Mwenyezi Mungu atakachotujalia, tutahakikisha tunafika mbali mpaka kwenye familia za wahitaji wote. Na tunafanya hivi, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu wewe ni shahidi, serikali haiwezi kukamilisha kila kitu kwa wananchi, si kweli? Ina maana kwamba tunahitaji taasisi kama za kwetu, tunahitaji vijana wenye mioyo kama wa kwetu, tuweze kuisaidia serikali ili kusudi tuweze kutimiza majukumu ya kusaidia jamii zetu. Na jukumu la kusaidia jamii sio la serikali, ni sisi wanajamii wenyewe. Na ndio maana sisi kama familia ya mzee Wemfrebe tumechukua jukumu la kuanza kuigusa jamii, na tutahamasisha jamii nyingine, familia nyingine wenye uwezo wafanye hivi, kwa sababu sisi tunaamini kwa familia zetu za Kiafrika, ukimsaidia mtu mmoja, maana yake umesaidia watu 100 nyuma yake. Kwa hiyo tukiweza kugusa hizi familia za watu 500, maana yake tumegusa watu zaidi ya 100,000 nyuma yao. Sawa jamani? Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwashukuru sana sana wageni waalikwa, kushukuru sana mgeni rasmi ambao umetenga muda wako, najua uko busy na majukumu ya kiserikali, lakini umesema ngoja nifike kwenye jambo la ndugu yangu kuja kutunga mkono. Ni sio mzungumzaji sana, ili sio tukio la kisiasa. Naomba itakapomalizika tutakaa na watoto wetu hawa, tutashauriana nao, tutawashauri, tutakula nao chakula, tutashirikiana nao, tutacheza muziki, tutawapa zawadi na wenyewe wataenda kusherehekea na familia zao. Kwa niaba ya serikali, kama nilivyosema, tunawashukuru kwa tukio hili muhimu sana. Tukio hili ni muhimu kwa sababu linaenda kugusa watu wenye mahitaji. Maana unaweza kutoa msaada lakini mtu akasema huu ni wa nini, lakini ukimpa muhitaji, na hasa watoto tunaokwenda kuwapa leo, manake tunakwenda kutengeneza historia kwenye vichwa vyao kwamba maisha yao yalisaidiwa na Wemfrebe Foundation. Ndugu zangu, hakuna watu wenye kumbukumbu nzuri kama watoto. Mtoto akikuona siku moja, kimsaidia siku moja, hata kusahau. Kwa hiyo niwashukuru sana familia hii.
Ndugu zangu Wanamleba, ni ukweli usiopingika kwamba watu wengi wana fedha zao tena nyingi, lakini wengi kutoa ni shida. Wengi kutoa ni shida. Wewe Mfreba unaweza kawa na shilingi 1, mtu mwingine na shilingi 10, lakini mwenye shilingi 1 anatoa senti 50. Sisi tuwashukuru kwa sadaka hii ambayo mmeianza leo. Kama ambavyo umesema mwenyewe kwamba shughuli hii itaendelea kwa miaka yote, sisi kama serikali tuwatie moyo kwamba muendelee kutusaidia, muendelee kuisaidia serikali kutekeleza majukumu haya. Leo tumeanza Mleba mjini, lakini kama ambavyo unafahamu wilaya yetu ina kata 43, ina vijiji 166, ina vitongoji 751, ina wananchi 637,529, na inawezekana sasa wameongezeka wengine. Wote hawa kwa asilimia kubwa wanahitaji usaidizi. Ni imani yangu wakati unatembea kwenye wilaya hii, muda mwingine umepata kuona familia ambazo zina uhitaji. Kwa hiyo niwaombe na niwatie moyo kwamba muendelee kuisaidia serikali kwenye kipande hiki, na sisi tutahakikisha zawadi hizi mnazozitoa watoto hao wanakwenda kuzitumia vizuri pamoja na walimu wao. Tutaelekeza walimu wasimamie madaftari haya na kalamu hizi, watoto waweze kuzitumia vizuri, na ni imani yetu tuna watendaji wazuri, wasikivu, na ambao watakwenda kufanya hiki ambacho umekitoa leo. Wemfrey Foundation, daftari hizi, sabuni hizi, penseli hizi na vitu vingine vingi ambavyo mmevitoa, ni imani yetu watoto hao watavitumia kwa termu nzima wakiandika vizuri. Kwa hiyo mimi niendelee kuwashukuru na niwatakie kila la heri kwenye mipango yenu ambayo mnaipanga kama familia, lakini kama taasisi. Inawezekana mkafanya hivi kila mwaka, au inawezekana mkafanya mara 2, mara 3, kulingana na namna ambavyo Mungu atawatuma na Mungu atawawezesha. Kwa hiyo sisi kama serikali, ofisi zetu zipo wazi. Mnapokuwa na jambo lolote la kushare na serikali ili muweze kufanikisha shughuli hizi ambazo mnazipanga, sisi tuko tayari kuwapokea.